Haya, karibuni tena. Leo, tunarudi nyuma mwanzo kabisa ya kila kitu. Tutaingia ndani ya sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo. Hii ni hadithi inayojaribu kueleza sisi ni nani na tunatoka wapi. Tutaangalia jinsi mambo matatu muhimu: uumbaji, kusudi letu na uhusiano yalivyoshonwa pamoja tangu mwanzo wa wakati. Sawa, hebu tuanze hivi. Fikiria picha hii kwanza. Kabla hata ya mwanadamu kuwepo, kabla hata ya wazo lake, ulimwengu wenyewe ulikuwa tayari umekamilika. Kila kitu kipo mahali pake. Mungu amemaliza kazi na kuna hali ya utulivu, ya ukamilifu. Hili ni jambo la msingi sana kuelewa. Kwa nini? Kwa sababu ina maana mwanadamu hakuingia kwenye ulimwengu wa fujo, la hasha. Aliingia kwenye ulimwengu ambao ulikuwa tayari umeandaliwa vizuri kwa ajili yake. Okay, sasa hapa ndipo mambo yanapobadilika. Baada ya picha kubwa ya ulimwengu wote, sasa focus inahamia kwa kitu kimoja, maalum sana. Yaani Mungu anaelekeza nguvu zake zote kwenye kiumbe kimoja na kumtengenezea mazingira bora kabisa. Na hapa sasa ndipo tunapokutana na mhusika wetu mkuu. Sikiliza jinsi hii inavyotokea. Ni ya kipekee sana. Angalia ukaribu uliopo hapa. Kwanza kabisa, Mungu anachukua mavumbi ya ardhini. Kitu cha kawaida tu, unakiona kila siku. Halafu, hatua ya pili, anafanya kitu ambacho ni cha ajabu. Anampulizia puani pumzi ya uhai. Na ghafla tu, hatua ya tatu, lile vumbi linakuwa nafsi hai. Huu si uumbaji wa kusema neno tu na kitu kikatokea mbali, hapana. Hiki ni kitendo cha karibu sana, cha mikono na cha kipekee kabisa. Sasa, huyu mtu mpya hakuachwa tu peke yake atafute pa kwenda. La hasha. Mungu alikuwa tayari amemwandalia nyumba, tena nyumba kamilifu, bustani ya Edeni. Hebu fikiria kwa sekunde moja. Mahali pazuri mno, kumejaa miti ya kupendeza, matunda tele. Yaani, hii haikuwa tu sehemu ya kuishi, ilikuwa ni zawadi. Kitu kilichoandaliwa kwa upendo na kwa ukarimu wa hali ya juu. Okay, katikati kabisa ya hii bustani, yani paradiso yenyewe, kuna miti miwili maalum. Na hii ndio roho ya hadithi nzima. Tuna mti wa uzima. Huu unawakilisha uzima wa milele. Na kisha kuna ule mwingine, mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Unatoa maarifa, lakini kuna gharama. Hapa sasa ndipo tunapoona wazo la uchaguzi likiwekwa mezani. Msingi wa kila kitu kitakachofuata. Kila mzozo unaanzia hapa. Sawa, sasa hadithi inazidi kunoga, sio? Adamu hakuwekwa bustanini ili abweteke tu na kupumzika. Hapana, alipewa kusudi, alipewa uhuru mkubwa sana, lakini pia akapewa na sheria moja tu, lakini muhimu sana. Hebu sasa tuangalie jinsi haya mambo matatu yalivyokuwa yanaunda maisha yake ya kila siku. Kitu cha kwanza kabisa cha kuelewa hapa ni hiki. Tangu mwanzo, mwanadamu alikuwa na kazi ya kufanya. Alitakiwa kuilima na kuitunza ile bustani. Hebu fikiria maana yake. Hii inaonyesha kwamba kulikuwa na uhusiano wa ushirikiano kati ya mtu na mazingira yake. Haikuwa tu kumiliki, ilikuwa ni kutunza, kustawisha. Kazi ilikuwa sehemu ya kusudi lake. Na sasa, hebu tuongelee ukarimu uliokuwepo. Kabla hata ya katazo, kulikuwa na ruhusa kubwa mno. Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Sikiliza hilo neno, kila. Hii inaonyesha ulimwengu wa wingi, sio ulimwengu wa uhaba. Kila kitu kilikuwa kimetolewa kwa ajili ya mwanadamu afurahie tu. Lakini, na hili ni lakini kubwa, pamoja na uhuru wote huo, kulikuwa na mpaka mmoja, amri moja tu. Na haikuwa amri ya kawaida, ilikuja na onyo zito sana. Usile, kwa maana siku utakapokula utakufa hakika. Yaani, katika bustani yote kuna sheria moja tu, lakini uzito wake na matokeo yake ni makubwa mno. Hapa ndipo umuhimu wa utii unapowekwa wazi. Basi, hadithi inachukua mwelekeo mwingine ambao labda hukutegemea. Katika ulimwengu huu mkamilifu, uliokamilika, ghafla linajitokeza tatizo, na anayeliona ni Mungu mwenyewe.
Tatizo lenyewe? Upweke. Mwanadamu yuko peke yake. Kama uko peke yako, kuna kitu kinakosekana. Na Mungu mwenyewe anasema waziwazi, si vema huyo mtu awe peke yake. Hebu tulia na ufikirie uzito wa maneno hayo. Kauli hii inatuonyesha kwamba uhusiano, kuwa na mwenza, sio tu wazo zuri au kitu cha ziada, ni sehemu ya msingi ya mpango wa Mungu. Kwa hiyo, sasa safari ya kumtafuta msaidizi anayefanana naye inaanza. Sasa swali ni, huyu msaidizi atapatikana wapi? Je, labda ni mmoja kati ya wale wanyama wote wazuri ambao tayari wameumbwa? Basi, hebu tufuatilie tuone jinsi huu utafutaji unavyofanyika. Okay, ili kupata jibu, Adamu anapewa kazi ya kipekee sana. Anatakiwa kuwapa majina viumbe vyote vilivyo hai. Yaani, Mungu anawaleta wanyama wote mbele yake, moja baada ya mwingine. Sasa zoezi hili lilikuwa na sababu mbili. Kwanza, ilikuwa ni kuonyesha mamlaka ya Adamu juu ya viumbe. Lakini pili, na hii ni muhimu zaidi, ilikuwa ni njia ya kumwonyesha yeye mwenyewe kwamba kati ya hawa wote hakuna hata mmoja anayefanana naye, hakuna anayeweza kuwa mwenza wake. Na matokeo? Matokeo yalikuwa wazi kabisa. Baada ya kuwapitia wanyama wote, ndege wote, kila kiumbe, bado hakuonekana yeyote aliyefanana na Adamu. Utafutaji uligonga mwamba. Na ule upweke wake sasa ulikuwa unajisikia zaidi kuliko mwanzo. Na hapa sasa ndipo tunapofika kwenye kilele cha sura hii. Kwa sababu msaidizi hakuonekana popote, Mungu sasa anafanya kitu kipya, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Suluhisho la upweke wa Adamu halitatafutwa tena. Litaumbwa, na litaumbwa kwa njia ya ajabu sana. Sikiliza jinsi tukio hili linavyotokea, hatua kwa hatua. Kwanza, Mungu anamletea Adamu usingizi mzito. Usingizi mzito kweli. Pili, anatoa ubavu wake mmoja. Na tatu, Mungu anauchukua ule ubavu na kuufanya kuwa mwanamke. Huu ni uumbaji wa aina yake. Mwanamke hatokei kwenye mavumbi kama Adam. Anatoka kwa Adam mwenyewe. Hii inaashiria uhusiano wa karibu sana, usawa na umoja tangu mwanzo kabisa. Na Adamu anapoamka na kumuona, yani mwitikio wake ni wa ajabu. Ni kama mlipuko wa furaha. Mwishowe, anasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Unasikia? Hii sio tu kusema anafanana na mimi. Hii ni kutambua kwa undani kabisa kwamba huyu ndiye anayenikamilisha, yule niliyekuwa nikimsubiri. Na kutokana na kauli hii ya Adamu, ndipo tunapopata msingi wa kile tunachokiita ndoa. Lile wazo la kuwa mwili mmoja linaanzia hapa. Maana yake nini? Kwamba mwanamume atawaacha wazazi wake, ataungana na mkewe na watakuwa kitu kimoja. Sio tu watu wawili wanaoishi pamoja, bali ni muungano wa ndani kabisa unaounda kitu kipya kabisa. Na sura hii inafungwa na picha moja yenye nguvu sana. Wote wawili walikuwa uchi na hawakuona haya. Fikiria hali hiyo. Uwazi kamili. Hakuna aibu, hakuna cha kuficha, hakuna hofu. Na hili linatuacha na swali zito la kujiuliza. Hii hali ya kutokuwa na hatia ilikuwa nini hasa? Na ni nini kilitokea kikaja kuharibu kabisa hali hii nzuri? Hiyo sasa ni hadithi tutakayoichambua wakati mwingine.